Mvutano wa umiliki wa ardhi ya Oljolai huko Gilgil umeendelea kuwa kizingiti kwa wanachama wa Lari Nyakenywa kutoka kaunti ya Kiambu ambao kwa sasa wanaishi katika hali duni katika kijiji cha Shauri Yako huko Karia. Licha ya kudai kuwa wamiliki halali wa ardhi hiyo, juhudi zao za kuirejea zimekuwa zikizimwa mara kwa mara. Hata hivyo, wakiwa na matumaini ya kurejea nyumbani kwao siku moja, sasa wanatoa wito kwa Rais William Ruto kuwasikiliza na kuwajumuisha katika mpango wa wakaazi wa kitaifa unaoendelea. Kimakuchege na taarifa hiyo. Katika kijiji cha Shauri Yako, kaunti ya Kiambu, familia za wanachama wa Lari Nyakenywa zinaishi kwenye nyumba za kukodi zisizo imara, hali inayowalazimu kuishi maisha ya dhiki licha ya kudai kuwa na ardhi yao katika shamba ya Oljolai, Gilgil, kaunti ya Nakuru. Na Karia kukinyesha kunajaa maji. Kwa hivyo wanakaa hapa wakisubiri hii shamba yetu ya Nyakenywa ikitoka waende huko wakajenge huko. Na ujue pahali utatupeleka. Hatuna pahali ya kulima, wengine wanatafuta pahali ya kukaa, wengine wanakaa kwa leliwe. Sisi hatuna pahali ukituona. Wanachama hao wamesema kuwa ardhi ya Oljolai waliopewa miaka ya nyuma sasa imevamiwa na watu wanaodai kuwa walikuwa wakulima wa muda mrefu, hali ambayo imezua mvutano na hata kuwakwamisha juhudi zao za kuingia kwenye ardhi hiyo. There are people who actually have occupied large tracts of land in terms of 500 acres, 700 acres, even some having 1,000 acres, a whole for one person. Those are the people who are using the money that they are getting from our land to really block us from getting to that property. Mnamo mwezi wa Januari mwaka huu, zaidi wanachama 4,000 walijaribu kufika Oljolai, lakini walizuiwa na maafisa wa usalama waliokuwa wakiongozwa na kamanda wa polisi wa kaunti ya Nakuru kwa hofu ya kutokea kwa ghasia kati ya makundi mawili yanayodai umiliki wa ardhi hiyo. Na tulikuwa hata na masavea ili waende wakatie watu kila mtu shamba lake, lakini tulisimamishwa na serikali. Shauri tuliambiwa huko tukienda kutakuwa na vita. Na wale walienda waliona Masai wengi sana huko wakitugojea. Sasa tukarudi nyuma. Sasa wananing'inia kwa matumaini ya kupata suluhisho la kudumu baada ya matamshi ya Rais Ruto na viongozi wengine, huku wakimrai Rais Ruto kuwajumuisha katika mpango wa makazi wa kitaifa. Ameuliza ya kwamba watu wale wa shamba ya Nyakenywa na iko kwa progress yako, Mheshimiwa Rais uangalie masuala yao ili mambo hayo yao ya shamba yao yaweze kukamilika. Maneno ya Nyakenywa tunajua mambo yao. Shamba yenu tutahakikisha haki yenu mmepata. Si ndio? Kama kuna watu wamechukua shamba ya mtu yeyote, either serikali itawalipa ama tutahakikisha kwamba haki yenu mmepata. Tunaelewana? Alisema najua hiyo maneno ya Nyakenywa yote najua. Anataka kutafuta ile maligata kutoka huko, amapatie pesa au atafute wa habari nyingine, maweko kila mtu apate haki yake. Sisi Nyakenywa tunataka sana kuingia shamba tukalime, au tukikosa kulima sababu tuna watoto washanga walime, hata tujukuu tunazo. Pahali ya kukaa president wetu hatuna pahali, hata pahali ya kulima hatuna. Kimakuchege, KTN, kaunti ya Kiambu.